Mwanamke mwema hufunzwa na hekima na sheria ya huruma katika ulimi wake. Karibu mtazamaji katika Mbiu ya Kusini. Juma hili tunakuletea simulizi ya kipekee kutoka jijini Dodoma, mahali ambapo zaidi ya wajumbe 900 kutoka kona mbalimbali za Tanzania wamehudhuria kongamano la idara ya huduma za wanawake lililofanyika katika shule ya Martin Luther jijini Dodoma. Mimi ni Mbonea Daniel, karibu. Kongamano hili lililodumu kwa siku 7 lililofunguliwa rasmi na mwenyekiti wa Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji na Daktari Godwin Lekundayo. Baba, ninajua ya kwamba shida yenu wazee, ninajua ya kwamba shida yenu watu wazima, ninajua ya kwamba shida yenu wazazi. Mnadhani Mungu ni wa kwenu, mnambinafsisha Mungu. Mnadhani sisi kwa sababu katika ujana wetu tuko kwenye umri mdogo, hatumpendi Mungu, hatumthamini Mungu, hatuko naye, hatuko tayari kujitoa kwa ajili ya Mungu. Ndio shida mlio nayo. Mnadhani Mungu ni Mungu wa watu wenye umri fulani. Hata mmesahau Josia aliyekuwa na miaka 7 tu, Mungu anasema utakuwa mfalme katika umri mdogo hivyo. Mungu ni wa rika zote. Akamwambia baba yake, usiniulize mbona haijaandikwa, baba, unajua ulipokuwa vitani, hata mimi nilikuwa vitani, nilikuwa naomba, nilikuwa namlilia Mungu, nilikuwa pamoja nawe. Kimwili hatukuwa wote ndio, lakini roho yangu iliandamana nawe vitani baba. Nilikuwa nakuombea, nilikuwa namwambia Mungu jipatie ushindi. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru maana we ni Mungu wa vizazi vyote, ni Mungu wa rika zote. Unawaita wakubwa kama kina mzee Ibrahim, lakini unawaita wadogo kama kina Daudi, kama kina Josia. Unawaita wakubwa kama Debora, lakini unamuita mdogo kama binti wa Yefta. Tusaidie kuenda kwa pamoja, tusaidie kukuamini na kukutumaini na kukutumikia kwa pamoja, tukitambua ya kwamba sote huduma zetu zinakubalika mbele za macho yako. Bariki mkutano huu na amani yako itokayo juu itawale kwenye kongamano hili tangu mwanzo hadi mwisho, katika jina lake Yesu Kristo, amena. Kwa ujumbe huu natangaza kwamba mkutano wetu umefunguliwa. Katika hotuba yake ya ufunguzi, mchungaji Lekundayo alisisitiza umuhimu wa kushiriki katika makongamano ya namna hii, akieleza kuwa mahudhurio yamekuwa ya kuridhisha. Mahudhurio ya wanawake yamekuwa ni makubwa, na wengine hata wametoka mbali kutoka huko Sumbawanga, zaidi ya watu 140, na hii inaonyesha jinsi ambavyo walikuwa wametamani kuhudhuria ama kuwepo katika mikutano hii. Mikutano hii huwa ina faida 2 kubwa. Moja, inawafanya hawa wanawake ambao ni wa imani yetu tayari, yani ni Waadventista wa Sabato, waweze kwenda kuwa wanawake walio bora, mashujaa katika familia zao, katika malezi ya familia na watoto wao hasa, lakini katika kuishi vizuri na waume zao bila kujali waume zao ni wa imani yetu au wasio wa imani yetu. Mikutano hii inawaimarisha kiroho wao wenyewe, kwa sababu kunakuwa na vipindi vya maombi, kunakuwa na vipindi vya kupokea neno la Mungu, lakini inawafanya nao wakaimarishe. Aidha, akatoa wito kwa wale waliokosa kuhudhuria kongamano hilo. Niseme ya kwamba nitoe wito kwa wale wanawake ambao kwa bahati mbaya hawakufaulu kuja hapa Dodoma, mahali ambako mikutano ya mwaka huu imefanyikia, kongamano la wanawake, wajitahidi wasio wanakosa mikutano hii, maana ni kwa faida yao na kwa faida ya familia zao. Lakini nitoe wito pia kwa wale ambao wataupokea ujumbe huu na ambao si wa imani yetu,
wasiogope kujiunga na imani hii, maana hakuna kitakachoharibika, hakuna kitakachokuwa tofauti na mategemeo. Kwa ujumla wake, watakapokuwa Waadventista wa Sabato, watafanywa kwa wanawake na akina mama walio bora zaidi katika mienendo yao, katika kuwalea watoto wao, katika kulea familia zao, na hata katika kuishi na waume zao. Priska Jeje, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, anatufafanulia kwa kina dhumuni kuu la kongamano hilo. Kauli mbiu katika mkutano huu inasema thawabu ya mwanamke imara ni ushindi. Katika mashindano yote katika maisha, kila mtu anatafuta kushinda. Lakini ili uweze kushinda, lazima uwe thabiti na imara. Kwa hiyo mafunzo haya yanawasaidia wanawake kwanza kutambua uwezo walionao kwamba wanaweza kuwa imara na hatimaye watakuwa washindi. Na ushindi gani ambao tunatamani wanawake waupate? Ushindi wa kwanza ni ushindi wa dhambi. Kwa sababu dhambi ni sumu ya mafanikio yote, ni sumu ya furaha, ni sumu ya amani, ni sumu ya mahusiano kati ya mtu na mtu, ni sumu ya mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo mwanamke akiweza kuwa na uwezo wa kumtegemea Mungu katika kushinda dhambi, atakuwa thabiti na imara na atapata thawabu kubwa sana kwa Mungu na kwa wanadamu. Katika hatua nyingine, Priska anazungumzia uhusiano wa kipekee kati ya mwanamke na mwanaume, msingi wa maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Wengine wanaweza kujiuliza kwa nini tunakutana kama wanawake na si wanaume. Ni kweli hii ni idara ya huduma za wanawake. Kwa hiyo idara ya huduma za wanawake sana itajikita kuzungumzia mambo ambayo yanawahusu wanawake, lakini pia namna gani wanaweza kuhusiana, maana hakuna mafanikio kwa mwanamke pasipo kuhusiana na mwanaume. Maana furaha kamilifu ya mwanamke inapatikana pale anapokuwa anaishi na mwanaume kwa furaha, ambaye ni mume, kwa furaha na kwa maelewano. Kwa hiyo pia sambamba na hilo pia tunajifunza kwa nini Mungu alituumbia wanaume kuwa sehemu ya maisha yetu, na mwanamume ana nafasi gani kwangu mimi mwanamke. Na mwongozo wetu mkuu ni neno la Mungu ambalo linasema mwanaume ni kiongozi na mwanamke ni msaidizi. Lakini pia tunajaribu kuwaelewesha kwamba maana ya usaidizi sio unyonge, maana ya usaidizi sio udhaifu, maana Mungu ametoa mfano wa mwanamke katika Biblia, katika ile kitabu cha Mithali ya 31, mwanamke anayemkusudia Mungu anapaswa kuwa namna gani. Amemuonyesha ni mwanamke mwenye misuli ya kiakili na maamuzi, amemuonyesha ni mwanamke ambaye ni thabiti katika biashara zake, maana anasema kwamba hufanya biashara yake na huangalia kama anaifanya kwa hasara au kwa faida, anahakikisha iko na faida. Mwenyekiti wa Jimbo Dogo la Kati, Mchungaji Elton Mvanga, aliwakaribisha wanawake wote kutoka maeneo mbalimbali kuhudhuria kongamano hilo. Rai yangu kwa wana wa kike katika Jimbo la Kati mwa Tanzania, kwanza kabisa ni jinsi ambavyo unaweza ukaona mikutano hii ilivyofulika, lakini jinsi ambavyo imeandaliwa kwa wakufunzi wengi waliobobea katika nyanja mbalimbali, mafundisho ya kiroho, mafundisho ya kijamii, ndiyo ujasiriamali na yote yanayofanana na hayo, sheria na mengineyo yote. Na wenyeji wa mikutano hii, nikiongelea wanawake wote waliopo katika Jimbo la Kati mwa Tanzania, kukosa mikutano hii ni kwa hasara yako. Na ndio maana nataka nikutie moyo wewe mwana wa kike uliyeko kokote katika kona ya jimbo letu la Kati mwa Tanzania, lakini hata wengine wote mliopo katika union yetu. Hii ni mikutano muhimu sana ambayo hupaswi kukosa. Ni waajabu kweli kweli yule ndege. Kwa hiyo Mungu anapotaja juu ya tai, anaenda kwenye upande wa mbawa. Na ni kwenye mbawa anapotaja anaeleza kujali kwake anavyofanya. Ndio maana kwenye ile kitabu cha Kutoka sura ya 10 na ule mstari wa 6, mstari wa 4, walipofika Horeb, Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, mumeona nilivyowachukua katika mbawa za tai nikawatoa Misri ili muje kwangu mimi? Mumeona? Kwa sababu tai anapobeba watoto wake habebi kwenye kucha. Kucha zinabebwa kwenye mawindo yanabebwa na kucha. Akibeba watoto anabeba kwenye mabawa.
Mnenaji mkuu wa kongamano, Mchungaji Paul Semba, anatufafanulia juu ya umri unaofaa kwa wanachama wa idara hiyo ya huduma ya wanawake katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Neno ambalo limetuongoza Isaya 40:31, wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama za tai, watapiga mbio hawatachoka, wataenda kwa miguu hawatazimia. Tumegundua ya kwamba kama mwanamke ndani ya kanisa, yule anayemngojea Bwana bila kujali mazingira anayoishi, Mungu ameahidi nguvu kwazo ambazo hawatachoka, hawatazimia. Wako watu ambao pengine wangependa kujua ina nini hasa hii idara. Ukweli ni kwamba inaunganisha karama, talanta za wanawake walioitwa na Yesu ndani ya kanisa ili zitumike kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Lakini wakati wakijenga ufalme wa Mungu, wanawezaje kuwa baraka katika jamii, katika kanisa na katika familia wanakotoka? Huu ni ujumbe muhimu sana, na tunatoa wito kwa kila mwanamke ndani ya kanisa la Mungu ajiunge katika idara hii kwa ajili ya uzima wa sasa na uzima wa milele. Idara ya huduma za wanawake inachukua umri ambao wengine wako kwenye umri wa mabinti, na wengine ni wakina mama watu wazima, na wengine ni wakina mama lakini wenye walio wazee. Kwenye mikutano kama hii haimuachi binti yeyote nje. Ndio maana hata kwenye mikutano hii tumekuwa na mabinti kadhaa ambao wamekuja wakiwa na matazamio ya kujua Mungu anasema nini katika usichana wao, lakini Mungu anasema nini juu ya kuwapatia tumaini la kuwa na mwenzi bora ambaye atakuwa baraka katika ndoa yake na familia yake na kanisa la Mungu. Lakini wakati huo unaweza ukajiuliza, wanakuja hao mabinti kama ambao wana njozi ya kuwa na wenzi wema, mbona huko ni wanawake peke yake? Ni kweli, lakini Mungu anawafundisha kufanana na yeye kama ilivyokuwa kwa wasichana wengine katika maandiko, lakini pia wanawezaje kusimama nafasi yao iliyo bora kama wanawake ambao Yesu amewaumba wakati watakapoingia kwenye ndoa zao. Afya ya akili ni msingi wa huduma bora. Hapa Dr. Pasco anaeleza kwa undani jinsi afya ya akili inavyoweza kuimarishwa kwa wanawake wa Kikristo. Ukweli ni kwamba jamii ya leo ambayo tunaishi, mambo yamebadilika sana na vitu ni vingi sana vinatokea. Msongamano umekuwa ni mkubwa sana. Demografia ya afya ya akili inaonyesha kwamba wanawake wanaugua kirahisi kuliko wanaume, kwa sababu wanawake wako too emotional tofauti na wanaume. Lakini wanawake pia wanapona haraka tofauti na wanaume pia, kwa sababu wao ni wepesi pia kuweza kuonekana. Lakini kwa uchache afya ya akili kuyumba inasababishwa na mambo kadha wa kadha. Moja wapo tunasema ni vinasaba, kwamba mtu amezaliwa tayari ana vinasaba vya namna kama hiyo, amezaliwa labda kwao ni high expressed emotional family tayari. Lakini pia huyo mtu amelelewaje kuanzia mimba ilipoingia mpaka balee na kuvunja ungo, wamemshamirishaje hapo katikati kumtengenezea falsafa fulani ya maisha, walimtambulishaje. Lakini la tatu ni mazingira social environment, ile nature ina nature yake amekuzwaje katika mazingira ya namna gani. Kwa hiyo ni swala mtambuka, halina sababu moja ambayo inapelekea watu kwa nini wanaungua na kwa nini watu wanakuwa katika mazingira kama hayo. Lakini pia jambo lingine ambalo linazidi kuonekana kwamba ni ukubwa wa kuchochea tatizo siku za karibuni, inaonekana pia maisha ya kijamii yameshuka. Uwezo wa watu kutengeneza marafiki unazidi kushuka, uwezo wa watu kukaa na urafiki na watu muda mrefu pia umeshuka. Inapelekea hata watu wakipitia changamoto wanakosa msaada mapema, watu kuweza kuelewa anachopitia kwa kuwa yuko peke yake na kama yeye na hapendi kusema anayoyapitia. Na sisi tumekuwa tukifundishana hapa ni vema kushare na kusema mitazamo yako ili usikie mitazamo ya upande wa pili, na hilo jambo kalitafsiri katika namna ambayo iko zaidi sawa na kuweza kukusaidia. Ujasiriamali na uwekezaji vilikuwa pia sehemu ya mafunzo. Suleiman ni mmoja wa watoa mada, anatuambia kilichofundishwa katika sehemu hiyo. Tulikuwa tukifundisha masuala ya uwekezaji na ujasiriamali kwa ujumla wake. Kikawaida tumeona kwamba wanawake kinachowarudisha nyuma ni ukosefu wa elimu, hasa hizi za ujasiriamali na uwekezaji. Na tunapowapa hizi elimu tumeona ni mabadiliko makubwa sana wanaenda kuyafanya baada ya kupata hizi elimu. Kwa hiyo tumekuja na huu mkakati wa kuwafundisha skills au elimu mbalimbali katika nyanja
za utengenezaji wa bidhaa mbalimbali, hasa kama losheni, mafuta kujipaka, sabuni za kuogea, sabuni za urembo na kadhalika. Lakini pia tumewafundisha katika uwekezaji kwamba ni maeneo gani ambayo ni nyeti kwa wao kuweza kuwekeza ili waweze kupata pesa kwa siku za mbele na wasiwe tegemezi. Lakini pia tumewafundisha nidhamu za fedha, kwamba mwanamke anapaswa kuwa na nidhamu ya fedha. Fedha anayoipata lazima awe na discipline nayo. Kwanza pesa unapoishika tu mkononi, kuna hapo kuna ya yule aliyekubariki kukupatia zile pesa, yaani maanisha Mungu, lazima uitoe zaka na sadaka. Lakini hapo kwenye pesa uliyoshika mkononi kuna mbegu. Usiwezekane ukala mbegu, utoe pesa ambayo ni mbegu, ambayo inamaanisha kwamba ya uwekezaji na akiba. Halafu nyingine sasa tumia kulingana na matumizi yako. Lakini cha msingi tumesisitiza kwamba pesa ni kama mbegu. Unayoshika mkononi, humo ndani kuna mbegu. Hiyo mbegu lazima uipande tena, yani uiwekeze au uifanyie biashara, uizungushe uweze kuzaliana tena. Kwa hiyo haya mambo yote tumeweza kuwafundisha ili waweze kujitambua na kuwa aware katika masuala ya elimu ya fedha. Lakini pia tumeweza kufundisha uwekaji wa malengo. Wanawake wengi wamekuwa hawana malengo ya kueleweka. Yeye atakachokutana nacho njiani ni hicho ameingia nacho. Akiona wenzie wanafanya jambo na yeye anafanya. Wengine wameenda kukopa, hata mikopo kaucha damu, matokeo yake ameleta hasara kubwa kuliko hata alipokuwa. Kwa hiyo tumewafundisha hizi elimu waweze kuelewa. Kama ilivyoandikwa, mwili wa mwanadamu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hivyo basi, mazoezi ni muhimu. Neema Mfagasi ni mkurugenzi kutoka Conference ya Nyanda za Juu Kusini. Anafahamisha wanawake kujenga miili yao ili kuifanya kuwa na afya kwa mazoezi ya mara kwa mara. Tumekuwa na wakati mzuri sana wa kufanya mazoezi, lakini pia kushiriki katika michezo mbalimbali katika kongamano hili. Nikwambie, wanawake wengi wameitikia, wamecheza michezo mbalimbali. Tulikuwa na mchezo wa rede, tulikuwa na mchezo wa mpira wa miguu, tulikuwa na mchezo wa netball, tulikuwa na zile stretches kwa ajili ya wanawake wazee na wale wagonjwa, lakini pia tulikuwa na michezo ya kamba, kuruka kamba pamoja na kuvuta kamba. Michezo yote hii washiriki wake wamejitokeza kwa wingi, na tayari tumekwisha kupokea shuhuda mbalimbali kuhusiana na namna ambavyo wanawake hawa wamebarikiwa sana na kipindi cha mazoezi pamoja na michezo. Aidha, katika kituo hiki kumekuwa na mabembea mengi kwa sababu ni shule ambayo ina vifaa vingi vya michezo. Basi hilo limeleta wahusika wengi kuweza kuona faida ya mazoezi. Aidha, wakufunzi waliohusika katika kutoa masomo ya mazoezi na afya walifanya sehemu yao, na hivyo kupelekea wanawake wengi kuona umuhimu wa kuweza kufanya mazoezi. Na sasa hebu tusikie kutoka kwa baadhi ya washiriki walioshiriki kongamano hilo. Wamejifunza nini na matarajio yao ni yapi baada ya semina hii? Kuna vitu ambavyo kama binti nilikuwa sivifahamu, na kwa sasa nimejifunza hapa. Kwa wakufunzi wangu wamenifundisha, nimewaelewa vizuri sana. Kwa mfano, nilikuwa sijui maana ya ile nembo ya idara ya huduma za wanawake. Ile nembo ile, kuna nembo ya vipicha pale. Kwa hivyo nimeshajua maana ya hiyo nembo kwa kila picha na maelekezo yake nimeshaielewa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Lakini pia nimejifunza vitu vingine kutokana na kipindi cha malezi ama makuzi ya watoto. Nimejifunza tofauti kati ya makuzi ya vijana wa kiume na vijana wa kike, kwa maana watoto wa kike na watoto wa kiume. Nimejifunza kwamba watoto wa kike wanakuwa ni wepesi sana katika makuzi yao. Wanakuwa ni wepesi wa kuelewa vitu kwa haraka tofauti na mtoto wa kiume. Lakini pia mtoto wa kike anawahi kutembea ama kutambaa katika zile hatua za ukuaji tofauti na mtoto wa kiume. Anakuwa ni mzito sana kutembea, lakini pia katika kuelewa mambo mengine anakuwa ni mzito sana. Kwa majina naitwa Hilda Basil Msoka, ninatoka katika ile conference yetu ya SEC. Ni mmoja wa wahusika katika mkutano mzuri ambao unaendelea hapa Dodoma. Na mshukuru Mungu kwa kuwepo hapa na kujifunza vitu mbalimbali. Ama kwa hakika nabarikiwa, na najua kuna ambao wanasikiliza wanabarikiwa vile vile. Napata raha sana kwa sababu najifunza vitu tofauti ambavyo mimi kama binti vinanisaidia kukua nikiwa na mtegemea Mungu, lakini nakuwa imara zaidi. Nimejifunza vitu vingi sana ambavyo kila mtu alitamani kuvijua na kujifunza. Najifunza malezi, lakini najifunza jinsi ambavyo mwanamke anatakiwa apeleke utume duniani au kwa watu wengine, kwa marafiki, ndugu, jamaa.
lakini pia najifunza jinsi ambavyo tunatakiwa tukae bila kuwaza. Kuna mawazo ambayo yanatupelekea kuwa na stress na vitu kama hivyo, tunapata ushauri. Lakini pia nafurahi kujifunza ujasiriamali ambao unanisaidia au unatusaidia kuondokana na maisha ambayo tunaishi aidha ya hali ya duni na kufanya maisha mazuri ya malengo mazuri zaidi. Wewe binti ambaye haujafika kwenye mikutano hii au wewe mama, nakushauri sana na kukusisitiza sana, kuna mambo mazuri ambayo tunajifunza, lakini pia kubwa zaidi ni kurejea madhabahuni na kumrejelea Mungu zaidi ili kwamba mambo yetu yaweze kutunyokea. Ni safari ambayo ni nzuri na ni safari ya kiroho inayotusaidia kukua zaidi tukiwa ndani ya Kristo. Najivunia kuwa hapa na shukuru Mungu sana na sijajuta kupoteza hata dakika moja. Kwanza nimeona wanawake wengi wakiwa wamechangamka na kufurahia mkutano. Na tumeona wanawake wakiwa na thawabu kubwa na tumeweza kujifunza masomo mengi tangu asubuhi. Akiwepo somo ambalo alitufundisha Dr. Shimbe, Devota Shimbe, ambalo linataka mwanamke ajiamini katika kila anachokifanya na mwanamke asibweteke na kusubiria kuletewa na mume wake, bali naye atoke apambane ili kuimarisha familia yake. Mkutano huu nimejifunza kwa hakika ya kwamba idara ya huduma za wanawake inachukua wanawake wote katika kanisa la Adventista wa Sabato tangu tu pale mtoto anapozaliwa na ikatambulika kwamba jinsi yake ni ya kike, kwamba huyo ni mwanaidara. Japokuwa enzi za nyuma kidogo tulikuwa tunachanganya kule makanisani, tukadhani ya kwamba mwanamke ni yule ambaye, yani idara hii inahusisha yule ambaye amekwisha fikisha miaka 14 na kuendelea. Lakini leo nimetambua na wala haitanipa wakati mgumu kuwaeleza hata wanawake wenzangu ambao hawakufika katika mkutano huu. Mwanamke nimeitwa kujihusisha na utume. Watu wote nitumike kwa bidii, nitumike kwa juhudi. Muda wetu ni mfupi, mfalme wetu arejee. Kwa bidii nitumike kwa juhudi. Muda wetu ni mfupi, mfalme wetu arejee. Arejee, nitumike
Mwanamke wa heshima ni taji kwa mumewe, bali atendaye mambo ya aibu ni kama kuoza mifupani mwake. Mtazamaji, mpaka hapo nafika tamati katika Mbiu ya Kusini juma hili. Ni kuombe uendelee kutazama vipindi vinavyofuata. Mimi ni Mbonea Daniel.